Sisi kama watoa elimu kuanzia ngazi ya afya ya jamii tuna jukumu kubwa sana, kwamba ndo ngazi na daraja ambao tunatakiwa tutumie nafasi hii kuelimisha jamii kuanzia ngazi ya msingi. Tukitumia nafasi hii tukawaelimisha watu, kuondoa na kupunguza dhana potofu na watu kuamini na kujenga utaratibu kwamba tiba asili zipo, tunaziamini, ila lazima tufate utaratibu ili kupunguza madhara, kwa sababu shida sio tiba asili. Shida ni kwamba tusipoelimisha watu wanaweza wakatumia bila utaratibu na tiba hizo hizo zikaja kuwa na madhara baadaye. Hatua nyingi tutazitumia kupitia mitandao ya kijamii, kuelimisha kutumia TV, kutumia redio, na pia kupitia wataalamu wetu wa afya ya msingi watapita nyumba kwa nyumba ili kuelimisha elimu hii ya afya ya kisasa, wakiungana na tiba ya asili kuanzia ngazi ya nyumba kwa nyumba. Na hii tutasaidiana pia kwenye majarida, kwenye majukwaa, tutatumia njia kama hizo, na pia tutakuwa na mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba hii muunganiko wa tiba ya kisasa na ya asili itakuwa na mawasiliano ambayo yataweka karibu hawa watu wawili, tiba ya kisasa na tiba ya asili. Kwa kupitia hapa tutaanza kazi rasmi kuhakikisha huu mkakati unaanza, ili elimu ianze kutoka mapema kwa kushirikiana na watu wawili hao, tiba ya asili na tiba ya kisasa. Na Mheshimiwa Waziri Mohamed Mchengerwa amegusia kitu ambacho watu wote tunatakiwa tujue, kwamba tiba ya asili inaanzia kwenye vyakula, na vyakula hivyo ndio ambavyo tunakula. Turudishe utaratibu na utamaduni wa kula vyakula vya asili, maboga, beetroot, ubuyu tunao, badala ya kuweka rangi, ule ubuyu wenyewe tu ni tiba. Tangawizi, vitunguu saumu. Kwa kufanya hivyo tutarudisha pia automatic kwamba watu watakuwa wanakula vyakula vya asili, ambao vyakula hivyo ndio vinavyotumika kutengeneza tiba ya asili. Kwa kufanya hivyo, sisi kama watoa elimu ya afya ya msingi tutaanza kuelimisha na kuwafundisha watu vyakula gani vinaongeza damu, vyakula gani vinasababisha uwe na uono vizuri. Kwa hiyo sisi tutapitia huko kuelimisha wananchi kabla ya kuumwa waanze kula vyakula vya afya. Tukimaanisha nini? Alitoa usemi mmoja, wanasema kula chakula kama dawa, usisubiri kula dawa kama chakula.